Mfalme akasema, inni ara sab'a baqaratin simanin yaakuluhunna sab'un ijaf, mimi nimeota ng'ombe saba wanaliwa na ng'ombe saba wakondefu. Nimeota ng'ombe saba wanene, alafu na ng'ombe saba waliokonda. Waqala almaliku, na mfalme akasema kuambia wale watu wake, inni ara sab'a baqaratin simanin, nimeota mimi ng'ombe saba wanene, yaakuluhunna sab'un ijafu, wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda. Nimeota usiku ng'ombe saba wanene na ng'ombe saba wakondefu waliokonda wanawala wale ng'ombe saba wanene. Nini maana yake? Au nini maana ya ng'ombe saba walio wanene kuliwa na ng'ombe saba wakondefu waliokonda? Waqala almaliku, mfalme akasema, inni ara sab'a baqaratin simanin yaakuluhunna sab'un ijaf, nimeota mimi ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda. Nini maana yake? Wa sab'a sumbulatin khudhr wa sab'a sumbulatin khudhrin, na mashuke saba ya kijani, mashuke saba ya kijani. Wa ukhara yabisati, na mengine makavu, na mashuke saba makavu. Ya ayyuhal mala, enyi wakubwa, enyi mawaziri wangu, washauri wangu, aftuni fi ru'ya, nielezeni mimi maana ya ndoto yangu hii. Nini maana ya hii ndoto? Aftuni fi ru'ya, nielezeni tafsiri ya hii ndoto. In kuntum liru'ya ta'burun, ikiwa nyinyi katika ndoto mnajua kutafsiri, nielezeni nini maana ya ng'ombe saba walio wanene kuliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashina saba ya kijani,
na mashina 7 mengine makavu. Hebu niambie, mfalme ndo kauta hivyo? Ng'ombe 7 wanene kwelikweli, na kuna ng'ombe 7 wamekonda, lakini wakatoka ng'ombe 7 wale wakondefu wanawala waliokuwa wanene, na mashuke 7 mashina 7 ya kijani yaminawili hasa, na mashina 7 mengine makavu yamekauka. Kwa hivyo anawaambia wale almalau, wale watu wake wa karibu wakubwa wale, anaambia ya ayuha almalau, enyi wakubwa, aftuni fi ru'ya, nambieni mimi kuhusiana na hii ndoto, in kuntum lilru'ya ta'burun, ikiwa nyinyi mnafahamu tafsiri ya ndoto. Qalu, wakamwambia, adghafu ahlamin, na maneno namwambia mfalme, adghafu ahlamin, ni mtipanyiko wa ndoto tu, mchanganyiko wa ndoto, mota hivi hamna chochote alichomjibu. Adghafu ahlami, huo ni mchanganyiko wa ndoto tu nyingi zimechanganyikana, basi mara umeota ndo nyoka, mara umeota hivi, hamna chochote. Wama nahnu bitawili alahlami bialimin, na sisi kwenye kutafsiri ndoto hatujui, na sisi si watafsiriji wa ndoto, hatujui. Hili ndilo kupola muhimu. Lakini kwanza amemkatisha tamaa, ambia adghafu ahlami, mtapanyiko wa ndoto tu, changanyiko tu wa ndoto hizo basi. Au kwa Kiswahili kingine mkuroganyiko wa ndoto nyingi tu, hizo hazina maana yote. Lakini kumbe ndoto zina maana. Wao wangesema bwana, sisi hatujui, tafuta mtu mwingine. Lakini kwa sababu shambua mkubwa, utakubali kushindwa. Na pale man qala la adri faqad afta, atakayesema mimi sijui kashatoa fatwa. Ama bwana wanamkatisha tamaa mfalme ili asiweze kufuatilia ndoto zake alizoziota. Qalu, walisema adghafu ahlami, ni mvurugiko wa ndoto, huo ni mchanganyiko wa ndoto. Wama nahnu bitawili alahlam bialimin, na sisi si wataalamu wa kutafsiri ndoto. Tafsiri ndoto hatujui. Mfalme akaambiwa hivyo. Waqala alladhi naja minhuma, yule kijana aliyeokoka katika wawili wale alinyosha kidole na kusema, waqala alladhi, na akasema yule ambaye
najaa minhuma, aliokoka katika wawili, katika wale wawili vijana wale, mmoja alisulubiwa akafa, mwingine akaambiwa utaenda kwa mfalme kumkamulia pombe. Wadhakara ba'da umma, na alikumbuka baada ya muda mrefu. Umma ya hapo sio umma kama nyinyi, umma na maana muda. Wadhakara ba'da muda, wadhakara ba'da umma, na alikumbuka muda mrefu, na maana alikaa yule bwana muda mrefu mpaka mfalme alipoota ndo anakumbuka, niliambiwa nimtaje Yusuf. Ana unabbiukum bitawilihi, mimi nitakwambieni tafsiri yake. Ana mimi, unabbiukum bitawilihi, nitakwambieni tafsiri yake ya hiyo ndoto, nitakwambieni. Fa arsilun, nitumeni, nipelekeni huko. Kwa hiyo mtu atakayejua tafsiri nitakwambieni. Kwa hivyo anaomba ruksa aende kwa Nabii Yusuf akamuulize, kisha amwambie tafsiri ya ndoto, arudi ampe mfalme. Kwa hiyo nasema waqala alladhi, na akasema yule ambaye naja minhuma, aliyeokoka katika wawili, katika wale vijana wawili. Wadhakara ba'da umma, na alikumbuka baada ya muda mrefu. Ana unabbiukum bitawilihi, mimi nitakwambieni tafsiri yake. Fa arsilun, nitumeni. Kwa hivyo mfalme alikubali kumtuma yule kijana aende kwa Yusuf, kwa sababu amjui. Anambia basi nenda kwa mtu unomjua tafsiri ndoto, nenda huko. Yule bwana akaenda mpaka kwa Nabii Yusuf gerezani. Kwenda sababu walikuwa marafiki wanajuana, akamwambia Yusuf, ewe Yusuf, ayuha siddiq, ewe rafiki yangu. Yusuf ayuha siddiq, Yusuf ewe rafiki yangu. Yusuf ayuha siddiq, Yusuf ewe mkweli. Yusuf ayuha siddiq, Yusuf ewe mkweli. Yusuf ewe mkweli, ndio anamuita hivyo. Yusuf ayuha siddiq, Yusuf ewe mkweli. Aftina fi 7 baqarati, tuambie sisi maana ya ng'ombe 7. Tuambie sisi katika ng'ombe 7. Simanin, walio wanene. Yaakuluhunna 7 ijafu, kuliwa na ng'ombe 7 wako ndefu. Tuambie sisi maana ya ng'ombe 7 wanene, kuliwa na ng'ombe 7 waliokonda. Tuambie. Yusuf ewe Yusufu, ayuha siddiqu, ewe mkweli. Aftina fi 7 baqarati, tuambie sisi katika ng'ombe 7. Simanin, wanene. Yaakuluhunna 7 ijafu,
kuliwa na ng'ombe 7 waliokonda. Wa 7 sumbulatin, na mashuke 7 khudrin, ya kijani. Wa ukhara yabisatin, na mashuke 7 makavu yaliyokauka. La'alli arji' ila nnasi, ili nirudi kwa watu. La'allahum ya'lamuna, wapate kujua, ili wapate kujua uhakika wa nini, wa hii ndoto. La'alli arji'u ila nnasi, ili nipate kurudi kwa watu. La'allahum yarji'una, wapate kujua tafsiri ya hii ndoto. Ng'ombe 7 wanene na wengine wamekonda 7, lakini 7 wanawala ng'ombe 7 waliowanene, na mashuke 7 ya kijani yaminawili, alafu na mengine 7 yamekauka. Hebu tuambie, mfalme hajui maana ndoto hizi nini? Kaota tu usiku. Qala, akasema Nabii Yusuf, tazrauna 7 sinina da'ba, tazrauna 7 sinina da'ba, mtalima miaka 7 mfululizo. Ndio maana yake wale ng'ombe wanene 7 mtalima miaka 7 mfululizo. Fama hasadtum, mtakachokivuna, fadharuhu fi sumbulihi, kiacheni katika mashina yake, mashuke yake. Kisha kukata msipige, lakini veve pamoja na nini, na shuke shina lake. Si nimekuwa hivi, asiacheni, msipige kama ngano, msiipige, acheni mule mule pamoja na mashuke yake. Illa qalila mimma taakulun, isipokuwa kidogo mtakachokuwa nakula, mtakachokula kidogo, msile sana, wekeni. Ndio maana miaka 7 hao wanene. Qala, Nabii Yusuf akamwambia yule rafiki yake, yule kijana ambaye aliyeokoka, anayefanya kazi ya kumkamulia pombe mfalme, tazrauna 7 sinina da'ba, mtalima miaka 7 mfululizo. Fama hasadtu, kile mnachokivuna, fadharuhu fi sumbulihi, kiacheni katika mashina yake, katika mashuke yake, msipige. Illa qalila mimma taakulun, isipokuwa kidogo mtakachokula. Thumma yati min ba'di dhalik, kisha utakuja baada yake. Thumma yati min ba'di dhalika, kisha itakuja baada yake. 7 shidadun, miaka 7 ya shida,
Thumma yati min ba'di dhalika, baada yake itakuja sab'un shidad, miaka 7 ya shida. Yakulna ma qaddamtum lahun, itakula kile mlichokitanguliza katika ile miaka 7 ya nyuma. Hii miaka 7 ya shida itakula kile mlichokitanguliza. Illa qalila mimma tuhsinun, isipokuwa kichache mtakachokuhifadhi. Mtakachokuhifadhi ni kichache mno kulikoni mtakacho kile, na maana mtapata kidogo, si kingi. Kwa hiyo kile cha nyuma kile ndo mtakula kile. Ndio wale mashuke 7 yalio nini, yalikuwa ya kijani, mashuke 7 makavu. Asa hii miaka 7 hii mingine hii itakuwa hakuna mavuno. Kwa hiyo mtakula kile mlichokihifadhi kipindi kile ya miaka 7 mfululizo wa kulima. Thumma yati min ba'di dhalik, kisha utakuja baada yake. Thumma yati min ba'di dhalik, kisha utakuja baada yake. Amun, mwaka. Kisha utakuja baada yake mwaka. Fihi yughathu nnas, katika mwaka huo watasaidiwa watu. Watu watasaidiwa. Wa fihi yusarun, na katika mwaka huo mvua zitakuwa nyingi, watakamua watu. Ina maana watapata mazao, zabibu zitakubali sana, watu watakamua sana huo mwaka mmoja huo. Thumma yati min ba'di dhalika amun, kisha utakuja baada yake mwaka. Fihi yughathu nnas, katika mwaka huo watasaidiwa watu, watapewa msaada watu. Wa fihi ya'sirun, wa fihi ya'sirun, na katika mwaka huo mvua zitakuwa nyingi, watakamua watu. Kana kwamba miaka 8 sasa hiyo. Thumma yati min ba'di dhalika, kisha baada yake utakuja mwaka. Yughathu nnasu, watu watasaidiwa. Wa fihi ya'sirun, wa fihi ya'sirun, na katika mwaka huo watu watavuna sana. Utakuwa na mvua nyingi ambayo italeta manufaa ya kupata mavuno ya mizabibu, itakubali sana, watakamua watu. Ya'siruna al-a'nabi wa ghayriha, watakamua zabibu na vingine. Yule kijana akatoka kashapata tafsiri ya ndoto ya mfalme. Amefika kwa mfalme, mfalme anamwambia, mfalme anamwambia 1, 2, 3. Mfalme baada ya kuambiwa